Andika somo letu tunalokwenda nalo siku ya leo, litakalotusaidia kwenda hatua moja ama nyingine. Andika shinda kushindwa kwa kumuomba Mungu akupe sauti juu ya umiliki wa ardhi. Juu ya umiliki wa ardhi unayotaka kumiliki kabla ya kumiliki. Shinda kushindwa kwa kumuomba Mungu akupe sauti juu ya umiliki wa ardhi unayotaka kumiliki kabla ya kumiliki. Mathayo sura 27. Fungua Mathayo sura 27 mstari wa 51 hadi ule wa 54. Kitabu cha Mathayo sura ya 27 ule mstari wa 51 hadi ule mstari wa 54. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao kufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. 54. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Tuende Yeremia 22. Kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 29 hadi ule wa 30. Kitabu cha nabii Yeremia 29 sura. Nchi, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu atafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Mtakatifu Mungu uliye mwema, Bwana, tunauendea msalaba wako kwa damu yake iliyomwagika. Bwana, ukaonekane, mfalme unayeonekana. Turejeshe sauti juu ya umiliki wa ardhi tuliyoipoteza, katika jina lako Yesu. Naomba Bwana neno hili likawe fundisho na msaada kwa kanisa lako. Naweka yote mikononi mwako katika jina la Yesu. Andika, lengo la somo hili ni kurejeshewa sauti ya kimungu juu ya umiliki wa ardhi. Ni kurejeshewa sauti ya kimungu au mamlaka ya kimungu juu ya umiliki wa ardhi. Tumesoma Mathayo 27 mstari wa 51 hadi mstari wa 54. Katika mambo ambayo damu ya Yesu pale msalabani imeshughulikia, kitu kimoja wapo ni ardhi. Biblia inasema nchi ikatetemeka. Nchi maana yake ni ardhi yenye mipaka halali ya umiliki, yenye mipaka halali ya umiliki. Kwa pale msalabani damu ya Yesu ilipomwagika, kazi ya damu ya Yesu ya kwanza ni kuondoa laana juu ya wanadamu, laana juu ya ardhi na laana juu ya vitu. Damu ya Yesu inaondoa laana. Kwa laana ya kwanza iliyoondolewa ni laana ya dhambi. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28 anasema, hii ni damu ya agano imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa dhambi inaondolewa kwenye maisha ya mwanadamu kwa njia ya kutumia damu ya Yesu. Huwezi ukanunua msamaha, huwezi ukapaka mafuta ama maji ili usamewe. Dhambi inatubiwa kwa kuita damu ya Yesu. Ndiye inaitwa damu ya ukombozi dhidi ya dhambi. Yohana 3:16 ni sadaka ya ukombozi. Kwa ukombozi wa mwanadamu, ukombozi wa mwanadamu na ukombozi wa mali zake na ukombozi wa ardhi yake umefungamanishwa katika damu ya Yesu. Ukombozi wa mwanadamu, ukombozi wa mali zake, ukombozi wa mazingira yake unapatikana ndani ya damu ya Yesu. Kwa hakuna kitu kingine unachoweza kutumia katika agano jipya kikakuletea ukombozi. Hii ndiyo damu ya agano jipya.
imwagikayo kwa ajili yenu. Agano la kale walitumia wanyama, agano jipya tunatumia damu ya Yesu. Agano la kale walitumia damu za nyama, za wanyama, damu za mbuzi, damu za mafahali, damu za kuku, damu za njiwa. Katika agano jipya tunatumia damu ya Yesu. Nchi ikatetemeka. Kwa nini nchi ilitetemeka? Baada ya damu ya Yesu kumwagika, kwa nini nchi ilitetemeka? Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 hadi 19. Kwa nini nchi ilitetemeka? Jibu ni Mwanzo 3 mstari wa 14 hadi 19. Mimi nitasoma mstari wa 17. Mwanzo 3:17 hadi 19. Bwana akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukara matunda ya mti ambao nalikuagiza usiare, nikisema usiare, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, na michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo litwaliwa, kwa maana wewe umavumbi, nawe mavumbini utarudi. Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako we mwanadamu, kwa kutokana na dhambi. Mwanadamu, dhambi aliyoitenda ilisababisha akose sauti kwenye ardhi. Kutokana na dhambi, mwanadamu alikosa sauti kwenye ardhi. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2, Mungu alimpa mwanadamu sauti juu ya umiliki wa ardhi. Akamwambia utawale, utiishe vyote kwenye ardhi, na alimwambia uilime na uitunze ikuzalie matunda. Lakini Mwanzo sura ya 3, mwanadamu alipotenda dhambi akapoteza sauti ya umiliki juu ya ardhi. Adam na Hawa walipotenda dhambi, ndio mwanadamu huyo, Mwanzo sura ya 3, wakapoteza umiliki, nguvu ya kutiisha juu ya ardhi wakaipoteza. Kwa sababu walipoteza, kwa ardhi haikuwa upande wao tena. Ardhi ikabeba laana badala ya kubeba baraka. Kwa hiyo ardhi inaweza kubeba baraka na inaweza kubeba laana. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hajasema mwanadamu umelaaniwa, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa laana ikawekwa kwenye ardhi, kwenye mazingira, kwamba huyu mwanadamu akilima apate michongoma, apate miiba, apate hasara, azalishe kufa, azalishe mapooza kwa sababu ya makosa yake. Wakorintho wa kwanza 15. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15, ule mstari wa 47 hadi 49. Wakorintho wa kwanza 15:47. Biblia inasema mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulichukua sura yake yeye wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye wa mbinguni. Biblia hapa inataka kukuonyesha mwanadamu kwamba wewe na mimi tuko mara mbili. Mwanadamu ana asili ya rohoni na mwanadamu ana asili ya udongo. Mwanadamu ana asili ya mbinguni na mwanadamu ana asili ya ardhi. Yeremia 22:30, Bwana anasema iambie ardhi iandike. Inaandika habari za mtu huyu aliyetoka kwenye huo udongo. Kwa hiyo ardhi inaweza kutunza kumbukumbu. Kwa ardhi ikatunza kumbukumbu. Kwa wakati damu ya Yesu inamwagika pale msalabani, ilikuwa inashughulikia kumbukumbu zote zilizoko kwenye ardhi. Kwa damu ilipokwisha kumwagika, kitu cha kwanza kutetemeka ni ardhi, nchi. Kwa wewe uliyeokoka, lazima uitumie damu ya Yesu kufuta kumbukumbu zote za kwenye ardhi ya kwenu. Unapoisemesha ardhi ya baba yako na mama yako, maana yake kufuta kumbukumbu. Ufunuo sura ya 5:9 hadi 10, wastahili mwanakondoo aliyechinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila. Kwa kila kabila lina ardhi, kila ukoo una ardhi, na kila familia ina ardhi. Kama hamna ardhi, si kwamba hamkuwa nayo. Inawezekana nyinyi zeni za kina Kaini, mtu asiyekuwa na kwao, mtoro. Umeisikia hilo neno? Kwa kila mtu hapa ana kwao. Hata kama baba yako na mama yako walijifanya wasera wakuzalia hapa alafu wakudampo, bado una kwenu. Kwa kabila lako linatambulisha kwenu.
Narudia, kabila lako litambulisha kwenu. Kwenu ni kwenye kabila lako, hapa sio kwenu. Narudia, hapa sio kwetu. Kwa damu ya Yesu inaposhuka inaenda kwenu, kwenye kabila lako. Ufunuo 5:9-10. Wastahili mwana kondoo uliyechinjwa, ukanunua watu wa kila kabila, watu wa kila kabila, watu wa kila ukoo, watu wa kila familia. Wako wapi? Huko kwenye kabila lako kuna ardhi inayomilikiwa kihalali na miungu ya ukoo, na miungu ya kabila, na miungu ya familia. Wana ulimwengu wa roho wao kumiliki hiyo ardhi. Kuna wewe ukitaka umiliki, tafuta uhalali. Ukitaka umiliki kihalali kwa sababu umeokoka, tumia kanuni. Narudia, nasema hivi, kwenye kila kabila kuna ardhi. Kabila lako kwanza uelewe ni nchi. Kila kabila kabla ya uhuru tulikuwa na chifu. Chifu alikuwa na eneo lake na watu wake wa kabila lake. Kwa hiyo kwenu mlikuwa na chifu. Chifu ndiye rais wa eneo, chifu wa Matengo, chifu wa Wahaya, chifu wa ndio kwenu huko. Kwa chifu A na chifu B na chifu 3 na chifu 4 wakaungana wakamweka chifu mmoja, ndiye akaitwa rais. Kwa mfumo wetu wa utawala ni wa kichifu. Either you like or not. Nyerere alikuwa chifu. Iko kwenye ulimwengu wa roho. Muombaji anatakiwa kujua vitu vingi. Kukubaliana kwamba nani awe kiongozi wetu, hakuna maana wale jamaa wapo wakiitwa wanakusanyika. Kwa misingi ya utawala wa nchi yetu ni uchifu. Kwa chifu A, chifu B, chifu 3, chifu 4 wa kila mkoa wakaungana wakamweka mmoja anaitwa chifu Kambarage Nyerere. Nakupa mfano wa kawaida. Kwa vile ardhi za kila mkoa, vile ardhi za kila wilaya, vile ardhi za kila vijiji katika ulimwengu wa roho mpaka leo zinamilikiwa kiroho na wazee wa mila. Kwa haya yanayokufundisha ndiyo yatakayofanya uombe urejeshewe sauti. Kuna maeneo huwezi kujenga mpaka waone wenyewe. Sasa ardhi ikaandika kwamba mtu huyu atakayekaa kwenye ardhi hii hatakuwa na mtoto. Ardhi ikaandika mtu huyu atakayekaa kwenye ardhi hii hatafanikiwa siku zake zote za maisha. Na ikatokea amezaa, hata watoto wake hawatafanikiwa. Hayo maneno yaliandikwa kwenye ardhi. Kwa ardhi inasemaje? Kwa Yesu alipokuwa na mwaga damu msalabani, Biblia inasema nchi ikatetemeka. Kwa nini? Kuna vitu vilikuwa kwenye ardhi kiroho vinashughulikiwa na damu ipitayo damu zote. Ikabidi wa shake before use. You know shake before use? Ardhi ilitetemeka, ikatikiswa kabla ya kutumika. Kama ardhi imefungwa kwa ajili yako, usiwe na watoto, usiwe na mafanikio, usiwe na utawala, usiwe na chochote, unafanyaje? Adamu aliambiwa ardhi imefungwa kwa ajili yako. Kwa ajili yako wewe imefungwa. Inaweza ikafunguliwa kwa mwingine, ikafungwa kwa ajili yako. Kuwa wewe, Mungu akutumie wewe. Sige, nataka uelewe somo. Kuna kitu Mungu anataka ukielewe. Ukipoteza sauti ya kimungu juu ya ardhi, ardhi itakumiliki baadaye kuimiliki. Anasema nchi lisikie neno la Bwana. Hiyo ni sauti ya neno. Kwa lile tamko unalotamka kwa neno la Bwana juu ya ardhi lina majibu. Shida ni kutokutamka. Kwa ukipoteza sauti kwenye ardhi, haitakuwa upande wako, itakuwa kinyume na wewe. Ezekieli 16. Kitabu cha Ezekieli 16 mstari wa 1 hadi wa 9. Utashangaa mahali hapa kuona wana wa Israeli waliwekewa mazuio ya kiroho na kiuchumi kwenye eneo. Wana wa Israeli waliwekewa mazuio ya kiroho na kiuchumi kwenye eneo walilokwenda kuishi. Ezekieli 16 mstari wa 1 hadi wa 9. Ninasoma mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Bwana likalijia kusema, mwanadamu kaujulishe, kautaarifu. Kwa hapa anatumia neno kaujulishe. It is just information. Hajasema kauambie, hapa ni kaujulishe. Maana yake wanaojulishwa kuna kitu walikuwa wanajiuliza. Kwa wana wa Israeli wakati wako Yerusalemu walikuwa wanajiuliza, kwa nini haya yanatupata? Bwana anamtuma nabii aenda akawajulishe. Na mimi leo nimetumwa nikujulishe. Nenda kamjulishe, nenda kamjulishe. Sio kamwambie, kamjulishe. Maana yake unampa ufahamu wa kujua. Na leo ni ibada ya ufahamu wa kujua. Jitahidi ujue. Kamjulishe Yerusalemu. Yerusalemu ni jina la mji. Yerusalemu ni jina la eneo kama ilivyo Dar es Salaam. Kwa eneo hili la Yerusalemu lilikuwa na ardhi inaitwa ardhi ya Yerusalemu. Dar es Salaam ni eneo, ni jina, lakini ni jina la ardhi ya Dar es Salaam. Ukienda Morogoro ni jina, lakini kuna ardhi ya Morogoro. Ukienda Tanga kuna jina, lakini kuna ardhi ya Tanga. Ukienda Moshi kuna jina, kuna ardhi ya Moshi. Kuna ardhi ya Arusha, kuna ardhi ya Kagera, lakini kwanza ni majina.
Kwa kila ardhi ina jina. Kaujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme Bwana Mungu hauambia Yerusalemu hivi: asili yako ya kuzaliwa kwako inatoka katika nchi, katika ardhi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muiti. Kwa hawa wa Yerusalemu wanaoambiwa ni Wayahudi wanakaa pale. Kwa Bwana anaiambia Yerusalemu kwamba wewe Yerusalemu asili yako ni Mkanani. Kabla haujawa Yerusalemu ulikuwa unaitwa Kanani. Hapa panaitwa kwa Katunzi. Kabla ya hapo pana jina. Nasema kabla ya hapo pana jina la ubatizo. Ndiyo maana mtoto akizaliwa kwanza anapewa jina la nyumbani. Zamani ndio hivyo, kwa sijajua siku hizi mnafanyaje. Ina maana hili. Kwa hawa wakati wanatoka Misri wanaelekea Kanani, lakini Kanani ikageuka ikaitwa nchi ya ahadi ijayo maziwa na asali. Kwa asali ya wana wa Israeli na maziwa ilifichwa kwenye jina la Wakanani. Maziwa na asali yalikuwa imefichwa kwenye ardhi ya Wakanani. Kwa ili wapate maziwa na asali ilikuwa inabidi wamuondoe Kanani kiroho. Maziwa na asali yako kwenye nchi ya ahadi, promised land. Ni ahadi, hawajamiliki, ni ahadi. Kwa Bwana anamwambia mnapokwenda kumiliki ili mpate maziwa na asali, kabla ya kwanza kulima, kabla ya kwanza kufuga, bomoeni madhabahu za Wakanani, Wahiti, Waamori, Wahivi, Wagirigashi, Wayebusi, ndipo mtapata maziwa na asali. Kwa ili maziwa na asali vipatikane, lazima kwanza wabomoe madhabahu ya Mkanani. Ili wewe ufanikiwe kwenye mkoa unaoishi, kwenye wilaya unaoishi, kwenye mtaa unaoishi, lazima ubomoe madhabahu ya wenyeji. Sasa wewe nenda kichwa wekeza pale kama mgawani hicho kipato. Sio kila aliyekukaribisha kaukaribisha. Unaweza kukaribishwa ili unachomiliki kiwe cha wale waliokukaribisha. Karibu, si una hela? Karibu, si una mtaji? Karibu, si una karama? Si kila anayekukaribisha. Wengi mmeumizwa, lakini hamjui mmeumizia wapi. Mnakaa hapa mnapiga kelele, si tuombee. Hapana, kuna vitu vingine walikuvuruga usijue. Ndio maana hapa nakutegua mtego. Kwa nini umekwama? Karibu uliokaribishwa. Sio kila anayekwambia karibu ana maana ya karibu. Sio kila anayekwambia anakupenda. Kuna watu wanaona ulichobeba, kwa hili wakubane, wanakukaribisha, wanakuambia karibu. Sasa na wewe, Mwanzo 34 angalia pale mstari wa 6. Akatoka Amori babaye Shekemu, wakamwendea Yakobo aseme naye. Akasema nini? Mstari wa 9. Akasema mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mtwae binti zetu. Mstari wa 10. Nanyi mtakaa nasi, na nchi ardhi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni kwenye ardhi hii na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Kwa hao watu wanawakaribisha wana wa Israeli kwa masharti ya kuoana. Kwa hapa kuna kisa cha binti Yakobo anaitwa Dina, alibakwa. Huyo kijana aliyembaka akaenda akamwambia baba yake, yule binti nampenda, naomba uende ongee na mzee Yakobo. Kwa hapa unaona baba mshenga, baba anayetaka mwanae aoe, anasema jamani, tupeni wake tuwape na nyinyi wake. Maana yake tufanye muunganiko kwa kutumia ndoa. Ukisoma hii sura wakakubali kulipa na mahali na kutoa zawadi. Lakini huyu mzee Hamori anasema mbele yetu kuna ardhi. Kaeni kwenye ardhi yetu mfanye biashara bwana. Mfuge, mjenge, mpate mali. Kumbe maneno ya mdomoni. Mstari wa 20 angalia anachoenda kuambia na wachawi. Hamori na Shekemu mwanae wakaja langoni pa mji, wakasema na watu wa mji wao, wakanena nini? Mstari wa 21 hapo. Lakini kwa sharti moja, watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wa moja, kama mkitahiriwa kama wao walivyotahiriwa. Mimi nataka mstari wa 23. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wote hawatakuwa mali zetu? Sio kama unaelewa. Kwa hiyo anasema basi tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Umenielewa vizuri? Kwa hawa wanawakaribisha kwa njia ya kuoa. Wanawapa kipande cha ardhi. Mkwe unakatiwa shamba pale ujenge ukweni. Wewe unafikiri umependwa, kumbe ndo unakaribishwa vizuri. Hujawahi kuona watu wamejenga ukweni nyumba zao? Wapo. Ni mchezo kama huu. Kama umejenga uniwie radhi, lakini umepigwa. Ndio maneno ya kiume, umepigwa kisawasawa.
Jenga ukweni kama nyumba ya zawadi, lakini sio kwako. Mwenye ardhi ndiyo mwenye nyumba. Na hata wakikuuzia, mfumo ni mfumo wa umiliki. Usifikiri umependwa, yaani wakupe binti, wakupe na ardhi kweli. Usikae mbali. Mimi siko sana kwenye hayo. Usikae mbali. Mwambie jina lako usikae mbali. Kwa wakasema kondoo wao, ng'ombe wao, mifugo yao itakuwa yetu. Yakobo na wanaye hawana habari. Wanafurahia kupata wakwe. Kumbe mkwe kaja na password. Lakini ili ampate anampa ardhi. Ardhi inaweza kumiliki mtu kutokana na asili ya kuzaliwa ama asili ya kuoa ama kuolewa. Ardhi inamiliki mtu kutokana na asili ya kuzaliwa. Ulizaliwa wapi? Ardhi ina uhalali. Ulioa wapi na uliolewa wapi? Kule ulikoolewa wana uhalali. Ndio maana walilipa mkaja wa bibi, mkaja wa babu, mkaja wa shangazi, mkaja wa mjomba. Walikununua na ulivyo navyo. Nataka tujue jinsi ya kuomba. Ulikoolewa wana uhalali. Ulikooa wana uhalali. Ulikozaliwa wana uhalali. Sasa ili waondolee uhalali, jua cha kufanya. Mchana wanasema leta mahali, usiku wanasema mali zake ziwe zetu. Kwa hii haya maneno ya Mwanzo 34:23 yalisemwa kwenye ardhi. Wakikubali tu mali zao, biashara zao, ng'ombe zao, kondoo zao ziwe zetu. Kuna weza ukaenda kuoa ama ukaenda kuolewa, ukashangaa ulikoenda kuoa wanainuka upande wa kwenu mnashuka kiuchumi. Mwambie time to time, timing. Watu wanakwenda na mahesabu. Wewe umemuona dada mguu wa chupa, nenda na mguu wa chupa, lakini kuna mguu zaidi ya mguu. Kwa kabla hujaweka mguu, jua unaweka mguu wa nani. Usifurahie mguu. Kwa hawa walikuwa tayari kulipa mahali yoyote, mahali yoyote. Lakini maneno wanayoongea na wazee, kama hauko rohoni umeliwa. Waliwaambia Yakobo, tuambie mahali kwa ajili ya dina, tuambie na zawadi tutatoa. Maana yake walikuwa matajiri, lakini sharti tuwape ardhi. Ukipewa ardhi ya Waiti, maana yako na Waiti ndio wenye sauti juu yako. Kwa matatizo mengi hasa jamii ya Kristo tumeyapata kwa sababu hatukufundishwa. Kwa inawezekana pia ukawa unanishangaa, lakini mimi nitakupa maandiko. Anawaambia nchi iko kwetu, lakini biashara zenu, watoto wenu, mali zenu zetu. Maana yake miaka yote mtakapokaa kwenye ardhi, mali haitakuwa yenu, itakuwa ya kwetu. Usifurahie kupewa ardhi. Usifurahie kurithi ardhi. Usifurahie kununua ardhi. Furahia kujua cha kufanya kwenye ardhi. Kwa damu ya Yesu msalabani, kwako wewe uliyeokoka, kwako wewe Mkristo, inakupa mamlaka ya kitu cha kufanya. Mchungaji, ninafanyaje? Waebrania 12:24. Mkakati wa kwanza kabla ya kumiliki ardhi, kabla ya kumiliki ardhi, iwe ni ya kurithi, iwe ni ya kupewa, iwe ni ya kununua, kwanza nyunyizia damu ya Yesu. Nimesema mkakati wa kwanza, nyunyizia damu ya Yesu ili ikupe sauti ya kiagano kwenye hiyo ardhi. Waebrania 12:24 anasema damu ya Yesu ya kunyunyiza. Kwa hapa unaona damu ya kunyunyizwa au ya kunyunyizia. Tulia nikupe. Hebu tuende Waebrania 12:24. 12:24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Habili. Biblia inasema damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ya Habili. Damu ya Habili iko kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Ni damu ya Habili ni damu inayodai kisasi. Andika, damu ya Habili ni damu inayodai kisasi, inadai malipizi. Anasema damu ya ndugu yako inanililia toka kwenye ardhi, inadai kisasi. Damu ya Yesu pale msalabani haidai kisasi, inaondoa kisasi. Nasema damu ya Habili. Anaposema damu ya Yesu inanena mema kuliko. Wangapi walisoma hesabu za kubwa kuliko? Mnazikumbuka zile? Ndogo kuliko, kubwa kuliko. Kwa maana yake kuna mlinganisho kati ya damu ya Yesu na damu ya Habili kimatokeo. Kwa damu ya Habili inadai kisasi, ameniua auawe. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Mahali ambako mtu alitakiwa kuuawa, yeye anauawa kwa niaba yake ili huyo mtu asamehewe na asife. Ndio tofauti kati ya damu ya Yesu na damu ya Habili. Waebrania 12:24 anaposema damu inanena mema kuliko, kuna kukompea kimatumizi. Hii inatumika kulipa kisasi, hii inatumika kuondoa visasi. Unanielewa?
Kwa hapa anasema damu ya Yesu ya kunyunyiza. Kwa nini kunyunyiza? Damu ya Yesu, andika, ina matumizi kimatumizi. Damu ya Yesu ina matumizi kimatumizi. Matumizi ya kwanza, unapoitumia damu ya Yesu kwa kumwaga, kazi yake ni kwa ajili ya ondoleo. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28 anasema hii ni damu imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo dhambi inaondolewa. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28, matumizi ya damu kama mwaga iliyomwagika ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi na mafungamanisho yaliyoko ndani mwake. Damu ya Yesu ya kunyunyiza, Waebrania 12:24, kazi yake ni kusema ni damu inayoongea, inanena. Kwa mahali pale pa kusemesha haumwagi damu, unanyunyizia. Kwa kama unaisemesha ardhi, unaisemesha kwa damu ya kunyunyizia, ni damu ile ile. Wangapi wanafahamu maji? Water, maji ukiweka majani yanaitwa chai, lakini maji ukiweka unga, uji. Maji ukiweka nini inaitwaje ile ya juisi? Kuna damu ya Yesu ni ile ile, lakini tofauti ya matokeo ni matumizi. Ukitaka maji yalete uji, weka unga. Ukitaka maji yalete chai, weka majani. Ukitaka maji yalete juisi, weka vinavyowekwa humo. Ni maji yale yale, tofauti ya matokeo, matumizi. Sasa bahati mbaya wengi tunachukua damu ya Yesu ya kumwaga, unaitumia kwenye kunena. Ya kumwaga uongei, inaongea yenyewe. Lakini hii ya kusema, unatumia damu, unaongea. Nchi, sikia neno la Bwana, kuanzia leo nitafanikiwa, kuanzia leo nitazaa, kuanzia leo nitaolewa, kuanzia leo nitakujenga, kuanzia leo utazaa mazao. Unasemesha ardhi kwa damu ya kunyunyiza. Damu ya Yesu, matumizi ya tatu, Kutoka 12:13, nitakapoiona damu, anasema na ile damu itakuwa ishara. Damu kama ishara, kazi yake ni utambulisho, ishara, alama ya kukua identify, tofauti na mwingine. Kwa damu inaweza kutumika kama ishara. Kwa wale waliookoka wamewekewa damu ya Yesu, inakuwa ni ishara, inawatambulisha. Hii damu itakuwa ishara. Nasema itakuwa ishara. Sasa ishara, ukienda pale juu kuna kiubao, pale barabarani kuna ubao unasema mtaa wa Katunzi. Sasa wewe ukitoka kwako kule ukaja na sadaka, ukaenda pale ukatoa na sadaka pale, ukakaa ukaimba na pambio, hujafika kwa Katunzi, lakini ni kwa Katunzi. Kuna ubao pale mlangoni pale juu unakuonyesha kwa Katunzi ni huku. Huu ndio mtaa wa Katunzi. Sasa wewe kwa kutokuelewa ukifika pale unatulia pale, basha unaanza kuomba, umefika kwa Katunzi. Kumbe ni ishara ya kuonyesha unakoelekea. Unanielewa? Sasa ukienda pale ukasema umefika kwa Katunzi, hujafika bado. Kuna damu ya Yesu inapokuwa kama ishara, kazi yake Kutoka 8, damu ya Yesu kama ishara, Kutoka 8:21 hadi 23, ni damu inayotumika kukutenga, inakuseparate wewe na wale. Kwa nyumba za Israeli zilikuwa separated, zilitengwa na nyumba za Wamisri kwa alama ya damu iliyowekwa mlangoni. Kwa malaika hakufuata mapaa, malaika hakufuata mitaa, alifuata mahali ambako damu ipo. Kwa hii damu kama alama itafanya wachawi wasikuone, lakini haiondoi uchawi, haiondoi, ila hawakuoni. Unanielewa? Si una alama, wao wana alama na wewe una alama. Kwa utofauti wao na wao ni alama. Wewe alama yako ni alama ya rohoni ambayo unaipata kwa damu ya Yesu kama alama. Sasa kuna watu wameokoka wameishia kwenye alama. Hawaitumii damu ya Yesu kuondoa, hawaitumii damu ya Yesu kunyunyiza, hawaimwagi wala wanyunyizii. Matokeo yake sufuri. Unaweza ukawa na kiu, ukakaa kwenye mto au kwenye bomba, haina maana kwamba bila kunywa kiu inaondoka. Unaweza ukaa kwenye ibada hapa, haina maana umeabudu. Ukitaka uabudu, ujishikilishe na kuabudu. Ibada ni kusikia neno. Kwa kukaa kwenye ardhi, hakuna maana kwamba unamiliki ardhi. Unaweza kama mpangaji tu, umekaa kwenye ardhi, umepakiwa pale kama kiroba, lakini unakaa na ni ya kwako, unasema ni ya kwako, ulinunua kwa mzee fulani. Kumbe mzee fulani ndiye anayekumiliki. Leo nataka uwe na sauti kwenye umiliki wa ardhi yako. Kwa ukisema mimi nakaa Keko Machungwa, haina maana wewe chungwa. Unaweza kuwa ndimu, lakini uko Keko Machungwa. Kwa ili uwe chungwa, lazima utafute sababu ya Keko kuwa chungwa. Ni Keko, lakini chungwa. Ili uwe chungwa, usiwe ndimu, tafuta sababu ya Keko kuitwa Keko chungwa. Majina mawili, Keko chungwa, Keko magurumbasi. Magurumbasi, what is magurumbasi? Unatafuta sababu ya magurumbasi, ya machungwa, na nyingine inaitwa mwanga. I don't know kama ni mwanga huu au mwanga huu. Kwa sababu ya jina
na matokeo ya hilo jina ipo kwenye ardhi. Kaiambia Yerusalemu, yanayowatesa yapo kwenye ardhi ya Wakanani. Mlipozaliwa vitovu vyenu havikukatwa, hamkutenganishwa na hao. Kwa hasiri ya Yerusalemu, Ezekieli 16:1-9, ilikuwa kwenye ardhi ya Wakanani. Wanakaa Wayahudi, tabia za Wakanani. Wanakaa Wayahudi, tabia za Waamori. Wanakaa Wayahudi, tabia za Wahivi, za Waiti, za Wagirigashi. Kwa nini? Hawakujitenga nao. Unaweza ukaenda kwenye mtaa kupanga nyumba. Unaenda nyumba ya kwanza kibaka, nyumba ya pili kuna kibaka, nyumba ya tatu mvuta bangi, nyumba ya 4 watoto wote wa mtaa ule hawasomagi. Sasa jichanganye, ukae kirejareja, utashangaa mwanao pamoja na kwamba ni mtoto wa anakula widi, anaanza kuvuta bangi mpaka unashangaa hii bangi imetoka wapi? Ya mtaani. Iliwahi kumwombea mtoto mmoja hapa Dar es Salaam, anakaa mtaa si mbali na hapa. Ikatokea dogo hawakumwahi mapema, akafaulu darasa la 7 kwenda shule moja huko maeneo ya Ndanda. Wale wazee wanasema anasoma kama nani, wakwetu wavute bangi yeye huyo asome. Kabla hajaenda wakamtaimu. Dogo anapita barabarani akakuta haya magorori ya watoto kuchezea yale. Linang'aa, kumbe jini kokota. Akaanza kupiga gorori, akawa gorori. Mtoto akawa mvuta bangi. Shule wakamfukuza. Kuna mama mwingine jirani pale pale akampa kitumbua. Mtoto akawa kitumbua. Siku ile mama yake tena Muislamu, sijui alishauriwa na nani. Nipo kanisani namuona mama kapiga ushungi baibui ya maana, mbakiza vimacho tu. Nafikiri kwa sababu alikuwa anakuja kanisani hakutaka wamuone, au ndio vaa yake. Kwa kama ni dini, maana yake mama alikuwa na dini yake na anaishika control. Ile mama anaingia. Na mimi nikaona hapa nisianze kuhubiri si Yesu nani. Mama una shida gani? Akanieleza habari za mtoto wake. Mimi nikamgeukia kijana, alikuja naye, walikuja binti, mama na kijana. Wewe, kwa nafuta bangi? Alikuwa anaitwa Omari. Omari, kwa nafuta bangi? Ambia mimi sivuti, namshangaa maza. Sivuti, mimi namshangaa maza, kwanza amenileta huku. Mimi Muislamu bwana. Kodogo ndani kashajaa upepo ofisini. Kuruka hawezi, kaambia tulia na mimi Mkristo. Kwani Uislamu kitu gani? Wewe Muislamu, mimi Mkristo, tulia tuongee. Tunaongelea bangi, atuongelee dini. Kwa nini unavuta dini baadaye? Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi wenye watoto. Kwa baada ya pale kusema, kuna muomba Mungu nisaidie. Hapa naomba maombi gani? Nikisema turudie, dogo hawezi kurudia. Lakini Biblia inasema Yesu alipoona imani ya wale walioleta mgonjwa, akamwambia mgonjwa uwe mzima. Biblia ina ufundi. Alipoona imani ya walioleta mgonjwa, akasema awe mzima. Nikamwambia mama una imani? Akasema nayo. Nikamwambia shika tumbo. Mama akashika tumbo. Mimi nikamuita Yesu Kristo. Kaambia Mungu, huyo mtoto huyu mvuta bangi leo alikaa humo miezi 9. Hakutoka na bangi, hakutoka na ugoro, hakutoka na fegi. Haya yote yamemkuta alipozaliwa. Wewe ni baba uliyemwambia Mariam, uzao wa tumbo lako utakuwa ni uzao uliobarikiwa. Leo naondoa laana iliyofunga tumbo la mwanamke huyu. Yule dogo alikuwa amekaa pale. Akaanguka. Yule mvuta bangi. Kwa mimi naendelea na mama na mimi nikahamia kwenye kitengo. Wewe unatafuta nyama, Mungu awetea digidigi kajileta mwenyewe. Anza kuchinja kuendelea na maisha. Nikamfuata. Mama ameshikilia tumbo. Maana naomba ni mimi peke yangu. Yeye Muislamu, mama mimi Mkristo. Dogo anayeombewa Muislamu, unaombaje? Kwa maombi ni ya kwangu tu. Kaambia mama endelea kushika tumbo. Wewe nani? Mimi babu fulani. Nikamwambia babu naomba tuongee. Babu akaitika yule mzee. Una uwezo kumtisha shetani? Akasema kwa nini namfuatilia huyu mtoto huyu mama? Anasoma kama nani? Sisi mtaa mzima hakuna anayesoma. Watu wetu wanavuta bangi. Huyu anakwenda sekondari. Sisi tulifanya 1 2 3. Ambia mzee bangi nzuri, subiri. Nikaamuru ile bangi iliyoko roho ya bangi iliyoko ndani ya mtoto. Mzee yule nikamwambia kuanzia leo kwa mamlaka iliyopewa toka mbinguni na kwa damu ya Yesu Kristo iondoayo mabangi, hilo bangi ukalivute. Akamwambia salie mtume. Nikamwambia sisali leo. Akamwambia mimi ni mzee wa umri, nitaanzaje kuvuta bangi na umri huu? Nikamwambia na huyu alikuwa mtoto, kwa nini umemvutisha bangi? Kwa nikaomba ile bangi likaondoka. Yule mtoto ndo anashtuka. Anaangalia juu kanisani. Mchungaji shikamoo. Anajiangalia mama. Mama shikamoo. Kumbe yani wanabeba dude. Shida wamelipigia kwenye ardhi. Kwa ardhi mnazokaa, ardhi mnazozalia watoto, ardhi mnazoishi, msipozisemesha zitasema zenyewe. Kwa ni lazima Mkristo ujue wajibu wako. Usikae kwenye ubao. Mamlaka tulio nayo tukiitumia wana wa Mungu, hii ardhi itatembea kwa visigino. Shida uvivu. Yule kijana akafunguliwa, akarudi shule. Of course alikuwa ameshafukuzwa shule sababu ya bangi. Nikamwambia mtafutie shule asome. Tatizo kalipata wapi? Kwenye ardhi. Mtu wa pili, kijana mwingine.
yuko form 3. Baba yake amenunua ardhi Mbagara si kwa saku. Yule mzee amejitosheleza, akachimba kisima cha maji, maji yakatoka. Kumbe wenyeji wa eneo hilo wanategea atawauzia maji ama atawapa maji bure. Yule mzee akajichanganya, akauza maji. Wenye maji yao hawataki kununua, walitaka chimbe maji, wale wazee awatambue wao wanachota maji bure. Yule mzee akaweka ngumu, wala wakupata shida, akausha maji. Wakaangalia nani takuwa mrithi wa huyo mzee, yani mtu anayetegemewa ndani ya familia. Wakamuona firstborn wa yule mzee, akamrushia roho ya wizi toka kwenye ardhi. Dogo akaanza kuiba. Alianza kuiba kwanza hela za maji hizo. Dogo akapoteza kitu cha uaminifu. Yuko sekondari moja, yuko mbele pale, form 3 kwenda form 4. Katoroka, karuka ukuta, kaja Kijichi pale supermarket mle, akaingia kuiba biskuti. Baba yake mtu mkubwa, mheshimiwa, akifika hapa wote tunasimama, mwanae mwizi. Shetani hana adabu. Kwa yule dogo analetwa, wamemkamata hapa, wametaka kumchoma tairi, watu akamnusuru, akapelekwa mapolisi. Wanampigia yule mzee, anakwenda kumchukua mwanae, ni mtu mkubwa. Baadaye sio akaambiwa na nani, akamleta chachi, akamtuma mkeo. Kwanza yeye kwa heshima yake anafikiri huko hawezi kuja, anaona sisi tumekatika lakini tuna Mungu aliye hai. Punga mkono. Wengine wanaona aibu kuja kwenye makanisa yetu. Haina shida. Watu naendelea. Kuna siku mtakuja tu, kila goti litapigwa, kila goti litapigwa, kila goti litapigwa, kila goti litapigwa. Kwa yule mtoto analetwa, nena mmoja, dogo vipi? Mbona unaiba? Akamwambia mimi siibi. Mama yake anasema mwanangu, unataka kunifanya mimi nasema uongo? Akamwambia mama, tulia bwana, mimi siibi. Siniteza kuleta bwana. Akamchenjia mama yake. Nikajua hapa Babili Bankobile. Kuna wawili ndani hapa, kuna mmoja na mwingine 2 in 1. Babili Bankobile. Mwambie jina lako Babili Bankobile 2 in 1 kwa Kiaya. Kwa kagundua hapa kuna wawili. Haya, huyu wa pili katoka wapi? Nikamwambia mama, usipate shida, watu ombe. Nikaliitia jina la Bwana pale pale tulipokuwa ofisini kwangu. Mama ameshika tumbo, dogo wala hana mpango, katia mkono mfukoni, anasubiri nimaliza aondoke. Namchelewesha. Niye na mambo hii. Mungu ni mwema. Dogo naye akaenda chini. Kwenda chini, uoji aliyoko ndani bibi fulani, yule ye waliyemnyima maji ya bure, na akatoa sababu, ardhi ya kwetu tumewakubali wakae, wamechimba kisima, hata maji wanatuuzia. Wana adabu hawa. Kwa tumeona tumalizane nao kiwanaume, tuone watafanya nini. Alipomaliza maelezo, mama yule anamjua anayeongea ni nani, sauti ni ile ile ya kike ndani ya mtoto mwanaume, anajua ni bibi fulani, jirani yao pale, na ndiye aliyewauzia ardhi. Ikitokea nini? Huo ni ushuhuda tu. Kwa baada ya kupata habari na muhtasari, nenda kaijulishe Yerusalemu. Kuna vitu vingine lazima ujulishwe. Sababu ya tatizo ni nini? Mtoto kuiba form 3. Biskuti anayoiba kwao zipo za kutosha mpaka friji imejaa mazagazaga, lakini ya ndani hayatoshi mpaka aibe. Cheza na wizi wewe. Kwa nilichokifanya ni baada ya kujua, na mimi ngageuza password. Nikasema kwa mamlaka niliyopewa na kwa damu ya Yesu iliyomwagika, naondoa. Maana lazima uondoe hiyo roho. Na iondoa roho ya wizi. Wewe bibi, kuanzia leo unaanza kuiba. Angana, hataki kuiba. Nikamwambia na umri wako wa uzee utakuwa mwizi wewe bibi. Kule saku wa kupiga makwenzi. Kama ulitaka mtoto wa watu haribike, haribika mwenyewe. Nikageuza nikarudisha. Yule dogo naye, chungaji shikamoo. Sababu ni nini? Ardhi. Kwa damu ya Yesu inakupa mamlaka ya kuelewa waliokuuzia ni akina nani. Peleleza, jua, ili uondoe muunganiko ule usije ukakutesa. Kwa mitaa ina wenyewe, vijiji vina wenyewe, miji ina wenyewe. Uruhusiwi kwenda kwa kila mtu. Kasome Biblia. Yesu anasema mji wowote, kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni mtu mwaminifu kwanza ndio muingie kwake. Kwa hatuanze kujenga, hatuanze kukaa, tunaanza kutafuta mtu mwaminifu tukae kwake. Mathayo sura ya 10 fungua. Tafuta mtu mwaminifu. Maana yake tengeneza uaminifu wa Mungu kabla ya kuanza kufanya chochote. Mathayo sura ya 10. Naongea na mtu, haleluya. Mungu ni mwema. Nasema Mungu ni mwema. Kwa hiyo utajiuliza matatizo haya yanatoka wapi? Yanatoka wapi? Ule mstari wa 11 Mathayo 10. Na mji wowote au kijiji chochote, unakwenda kununua ardhi kwenye kijiji, unakwenda kununua ardhi mjini, Bwana anakupa masharti. Na mji wowote na kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni nani umo, tafuteni nani umo, aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapoondoka. Mimi hoja yangu, tafuteni humo. Kinachokufanya wewe unanunua bila kujiuliza, nani kakutuma? Bwana anasema mbele yako kuna vijiji na miji. Usianze kununua ardhi, tafuta. Unanunua ardhi kwa nani? Ni ya watu gani? Una nguvu ya kuwashinda? Ununue. Lakini wewe ukiwa na hela, utauziwa mpaka makaburi. Unazika hela, wanakuja kukumaliza. Watu wengi wamepigwa kwenye maeneo kwa sababu walipoenda hawakutafuta.
Umeenda eneo fulani, wilaya fulani, kijiji fulani, mtaa fulani, tafuta kwanza. Anasema usitafute ni nani? Mathayo 10:17 anasema jihadharini na wanadamu. Hawa wanaokuuzia ardhi jihadhari nao. Wanaweza kukuuzia ardhi kwa lengo la kuchuuza, wakukure ukiwa hai, wale maisha yako, wale future. Ulikuwa na huko kiroho wanazima mpaka na maombi. Ulikuwa ni mtu umo moto tangu uhamie nyumba ile, umekuwa baridi kama uko kwenye friji fulani. Kija kanisani hapa mguu unaweza kuomba, ukiingia kwako maombi yanazimika. Shida sio kanisani, shida ardhi ulikojenga haitaki maombi. Kuna ardhi haitaki maombi, haitaki kitu cha Yesu. Kifika pale ukubali kuwa mpagani. Wapi mchungaji? Matendo ya Mitume 16. Kuna maeneo hayataki sara wala dua. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16 tunasoma. Kilichompeleka Paulo na Sila ni ardhi ya Philippines na mji wa Makedonia. Kaenda jela na kanyaga vitu vya watu wakati una miguu. Kaenda jela. Tuende Matendo ya Mitume 16, nafundisha Biblia takatifu. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 34. Lakini mimi nitasoma mstari wa 25 na 26. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu, sema kumuomba Mungu, na kumwimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Matokeo ya kuomba na kusifu. Mstari wa 26 tunasoma. Ghafla pakawa na temeko kuu la nchi. Kwa hapa tunaona walipoomba, waliomba na wakasifu. Nikikuuliza Paulo na Sila walikuwa wanaomba nini, huwezi kujua. Walikuwa wanaisemesha nchi. Maombi yanapojibiwa ndipo tunajua ulikuwa unaomba nini. Andika, maombi yanapojibiwa tukaona matokeo, ndio tunajua udada alikuwa anaomba mchumba, alikuwa anaomba mme, sasa kaolewa. Kwa Paulo na Sila, Biblia inasema walikuwa wanaomba nini? Kwa walikuwa wanaisemesha nchi iliyokuwa inamiliki mzimu ndani ya yule dada kijakazi, mganga wa kienyeji. Paulo alipokemea yule dada alikuwa peke yake. Waliompiga ni wangapi? Si wananchi wote. Paulo alimkemea dada mmoja kijakazi. Huyu adhabu alipewa na watu gani? Watu wote. Kwa kijakazi ndiye ilikuwa sauti ndani ya ardhi ya Philippines. Kwa Paulo alipozima ile sauti, wakamzima. Paulo alipozima sauti ya kijakazi, wananzengo, wananchi wa eneo lile wakasema, tumevamiwa. Nani huyu anaweza kutunyamazisha sisi? Watu waliamba liamfipa. Kwa wale wazee waliokuwa wanatumia kutengeneza faida kwenye ardhi yao kupitia kijakazi, wakasema nani hapa apate shida. Biblia inasema wakawakamata Paulo na Sila. Maana yake kwa lugha nyingine wakawafunga kiroho, wakawafunga kimwili, wakafunga maisha yao, peleka sero na bakora juu. Usiku wa manane jamaa wakajua hapa tulipo sio penyewe. Wakalianzisha. Nasema wakalianzisha, na wewe kalianzishe, bila kujali majirani zao wanataka nini. Biblia inasema kwenye gereza kulikuwepo na wafungwa, walioomba ni wawili, Paulo na Sila. Kwa hiyo Mkristo usiishi kama jirani yako anavyoishi. Jirani yako haya maombi hawezi, wewe omba. Tunaweza tukawa tunasali wote hapa, kuna wengine maombi haya hawaombi, walishafika mbinguni, anakuja kuomba ili iweje? Kwa kufungwa kwa Paulo na Sila, walifungwa tokea kwenye ardhi. Matokeo yake wakapelekwa jela mchana, lakini kifungo chao kilikuwa kwenye ardhi. Mungu wa ardhi alipiga kelele walipoomba. Unaona, maombi yalienda kwenye ardhi ikatetemeka. Ardhi ilipotetemeka, gereza lililojengwa juu ya ardhi, misingi yake, vifungo vya wote vikaregezwa. Chanzo cha vifungo kuregea ni ardhi. Kuna vifungo vingine vipo kwenye ardhi, usipoviondoa utaendelea kufungwa. Ardhi inasikia, ardhi inasikia, ukiisemesha inasikia, itaachia utakapoiambia iachie. Isaya 22:22. Bwana anasema na ufunguo wa nyumba ya nimeuweka begani mwako, nao utafungua, hapana atakayefunga, nao utafunga, hapana atakayefunga. Wakristo wengi wana funguo wanatembea nazo wameninginiza. Dogo mmoja alikuwa anatembea na funguo nyingi kweli. Siku moja polisi wakamkamata, wanamuuliza hizi unafunguaga wapi? Lakini yeye furaha yake ni kutembea na mafunguo tu. Anafungua zaidi ya 20. Akiona ufunguo barabarani haupiti anaokota. Bwana asifiwe. Furaha yake ni kuwa na funguo. Unamuuliza hizi funguo 100 kofuri ziko wapi? Siku moja polisi wakamdaka, wakajua mwizi ndiye anafungua maduka ya watu usiku. Ndiye anakuja mchungaji, kumbe kutembea na funguo nyingi ni vibaya. Ukiwa na ufunguo jua na kofuri lake liko wapi. Kwa kuwa na funguo bila kujua kofuri lake la kufungulia ni kazi bure, watakuita mwizi tu. Kwa wengi tuna mamlaka ya kimungu hatuitumii.
matokeo yake tumeibiwa, matokeo yake tumezubaishwa. Kwa ardhi inaweza kutumika kumuibia mtu maisha. Wanaiba kesho yako. Andika, ardhi inaweza kutumika kuiba maisha ya mtu. Kuiba sio mpaka ukabwe, wewe ni udongo. Kitendo cha kupewa kipande cha ardhi na biashara yake ikafa, maana yako umeibiwa. Isaya 42 mstari wa 22-23 anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Waliibiwa lini? Wakati wananunua ardhi. Waliibiwa nini? Wakati wanajenga. Waliibiwa nini? Wakati wanapewa ardhi ya urithi wakaibiwa. Hawana kesho. Lakini Mungu anasema tutakapoamua kuambia kurudisha, watarudisha. Anasema watu hawa ni watu walioibiwa, watu hawa ni watu waliofichwa. Hapana asema aokoaye wala asema irudisha. Kwa hapa ninakufundisha urudishe. Ile sauti uliyopoteza irudi. Ile mamlaka uliyopoteza irudi. Uliipotezea wapi? Edeni kwa Adamu. Kwa Mungu akirejeshia sauti, lazima uelewe hilo. Mkakati wa pili, ukipata ardhi, kabla hujafanya chochote kwenye hiyo ardhi, ardhi yako kiipata, kabla hujaanza kumiliki, hujafanya chochote, itakatifuze kwa kuitolea zaka. Umepewa ardhi, unanunua ardhi, unataka kumiliki ardhi, jifunze kumiliki na Mungu. Weka utaratibu wake wa kuitolea ardhi yako zaka. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30 anasema na zaka ya nchi, zaka ya ardhi itakatifu kwa Bwana. Mambo ya Walawi 27:30 zaka ya ardhi. Unapotoa zaka, maana yake Mungu anakupa mfumo na sauti ya kumiliki. Paulo anasema, je, mmemiliki pasipo Mungu? Kwa kitaka umiliki, miliki na Bwana. Ukitoa zaka, Malaki 3:10-11 anasema nitakemea alaye. Anakula nini? Anakula kwenye ardhi. Biashara ipo kwenye ardhi, mashamba yapo kwenye ardhi, kile unachokifanya unakifanya kwenye ardhi. Unapoitolea ardhi yako zaka, maana yake unachokwenda kufanya juu yake kitakuwa productive. Kwa si kila anayefanya biashara kwenye ardhi fulani, si kila anayelima kwenye ardhi fulani anapata faida. Yoeli 1:17. Yoeli 1:17. Bwana anasema mbegu zimefia kwenye udongo, kwenye ardhi. Matokeo yake hakuna mazao, matokeo yake hakuna faida. Mbegu maana yake mtaji. Mtaji wako naenda kuwekeza wapi? Kwenye ardhi ya. Kumbuka tulikotoka, kila mkoa ni ardhi, kila wilaya ni ardhi. Unapoenda unaenda kwenye ardhi ya watu wa. Ndio maana ukifika maeneo mengine wanakuambia umeaga, wakati unashangaa wanakuambia umewaona wazee. Kama hujaaga, kuna wazee ukalipoti. Sasa wewe na yeye mjanja, una mzee wa nyumbani, una mzee wa huko ulikokwenda, na wala una mzee wa siku. Ndio kisa cha watu kuanza kubeba maji, chumvi, vitambaa vya kumimina, kwa sababu wamekwenda wakapata hasara. Lakini hasara imetokana na uvivu wao ama kanisa kutokufundishwa. Wala sio kosa pia. Sababu inayosababisha maisha ulionayo ni nini? Ulivyo ni matokeo ya ardhi unayokaa. Ukikaa kwenye ardhi sio zaa, itakuzalia kufa na itakuzalia mapooza. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Watu wa mjini wakaenda wakamwambia Elisha, hapa tuka hapo ni pazuri, lakini maji yake yafai, ardhi yake haifai, kila tunacholima kinatoka kimekufa. Wafalme wa pili sura ya 2 19 hadi 22. Kilichokuwa kimekufa sio biashara inayofanyika, ardhi ndiyo imekufa. Kwa ardhi ya eneo inabeba kile ilichobebeshwa. Ardhi ya eneo inabeba roho iliyobebeshwa ndani. Naomba uandike, ardhi ya eneo inabeba aina ya roho ya wanaomiliki hiyo ardhi before you. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali ni za roho. Kwa hapa nakufundisha silaha za kiroho, na nasema nakufundisha silaha za kiroho. Ulipo kitaka pa kuzalie, lazima upasemeshe. Unapofanyia biashara, kitaka pazae, semesha. Peleka damu, sema. Patolee zaka, sema. Kwa baraka za mwanadamu zipo kwenye ardhi yake ambayo Mungu amempa miliki. Bwana akamwambia Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sentensi unaielewa hiyo? Tukisema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, haina maana imelaaniwa kwa ajili ya mtu mwingine. Ardhi kama imelaaniwa kwa ajili yako, ni wewe. Mtu mwingine pale anaweza kafuga, pale anaweza kalima, pale anaweza kafanikiwa, lakini ukikanyaga wewe, waliwa. Ndio maana maisha ya mkumbo achana nayo. Mwingine anaweza kufanikiwa, inafatana amekubaliana na nini na wale wamiliki ardhi. Mbona wengine wamejenga? Ni wao. Mbona wengine wanafanikiwa? Ni wao. Mbona wengine wanaendelea? Ni wao. Kwa usiende na maisha ya wao,
nenda na maisha yako na Mungu wako. Nafundisha mtu asiye na ilizi, asiye na mganga. Hii ndiyo mbinu bora ya kutumia. Ukiwaiga Wakristo wale wapacha pachapu waumia. Wale wanasali wana visaidizi, wale wanasali wana viekaru, wale wanasali wana ndumba. Lakini ukimkuta Mkristo safi kabisa, muige ufe. Kwa hiyo lazima wewe uliyeokoka, unayemtegemea Mungu katika roho na kweli masaa yote, be careful my friend. Kuwa makini. Na karibia mwisho kumaliza. Somo Mungu ametaka ulisikie kama lilivyokuja. Sasa hivi ni saa 5 na dakika 54. Wala saa 6 haijafika. Lakini kuna wengine hapa wameshachoka kweli. Bwana asifiwe. Yoeli 1:10. Bwana anasema shamba limeharibika. Shamba limeharibika. Ardhi imeharibika. Kwa kama ardhi imeharibika, kitakachowekwa juu yake hakitazaa. Mpendwa rafiki yangu, mtu wa Mungu, usikae kimya. Tumia damu inayonena. Wekeza zaka yako kwa sababu yenye sababu. Mkakati wa 3, shinda kushindwa kwa kufuta alama. Kwa kufuta alama zilizowekwa mwilini mwako zikakufungamanisha na ardhi. Futa alama zilizoko mwilini mwako zilizotumiwa kiagano kufungamanisha na ardhi. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15 na ule mstari wa 11 hadi wa 14. Kwa tunaanza wa 15 alafu tunarudi 11 mpaka 14. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ikapokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Mwanzo 4:15. Bwana akamwekea Kaini alama. Alama kwenye mwili maana yake ni utambulisho. Kwa ile alama ilimtambulisha Kaini kuwa amelaaniwa. Kila alipokwenda alionekana kwenye mifumo ya kiroho amelaaniwa. Kila nchi aliyoingia alionekana amelaaniwa kwa sababu ana alama. Alama maana ya pili ni ishara ya umiliki. Unawekewa alama kumilikiwa. Kwa mtu yeyote aliyewekewa alama, aliyepigwa chale mwilini mwake, maana yake anamilikiwa na aliyempiga chale. Ndio maana Mungu alisema msiweke alama wala msichanje chale kwenye miili yenu. Wachanja chale wote madhabahu zao ziko ardhini. Waganga wa kienyeji wote madhabahu yao jengwa ardhini. Ndiko kuna madhabahu zinaitwa vilinge vya uchawi. Kwa Kaini akawekewa alama. Bwana akamwambia, mstari wa 11 Mwanzo 4, basi sasa, maana yake tangu leo umelaaniwa. Bwana akamwambia, umelaaniwa katika ardhi. Umelaaniwa katika ardhi. Wewe ni udongo na udongoni ulitoka. Bwana anamwambia umelaaniwa katika ardhi. Kwa ardhi inaweza kubeba baraka, ardhi inaweza kubeba laana. Umelaaniwa katika ardhi. Kwa baraka za mtu, mafanikio ya mtu hayatenganishwi na ardhi yake. Nitakubariki mjini, nitakubariki mjini, nitakubariki vijijini, nitakubariki mashambani. Unakokwenda ni kwenye ardhi. Chochote kinachofanyika kwenye ardhi ili kiwe na matokeo chanya, it can depend na sauti iliyoko kwenye hiyo ardhi. Itafatana na sauti yenye mamlaka juu ya umiliki wa hiyo ardhi. Ndiye inayoruhusu kinachofanyika juu ya ardhi kiwe productive au non productive, kizae ama kisizae. Nisikilize vizuri. Kaini akuzuiwa kulima. Wewe hujazuiwa kufanya biashara, wala hujazuiwa kujenga, wala hujazuiwa kufuga, lakini anasema utakapolima ardhi haitakuwa upande wako, kwa hiyo haitatoa mazao yake. Ardhi ina mazao kabla hujapanda mazao yako. Andika maneno hayo nikupe andiko. Ardhi haitegemei wewe umepanda nini. Ardhi ina mazao ndani. Kasome Mwanzo sura ya 1. Ardhi ina mazao. Narudia tena, ardhi ina mazao. Kwa Bwana akaiambia ardhi, mstari wa 24 Mwanzo 1. Bwana akasema nchi, maana yake ardhi, na izae kiumbe hai kwa jinsi zake,
kiumbe hai kimezaliwa na ardhi. Kasome Mwanzo 24. Bwana hakuweka viumbe hai. Viumbe hai vimetoka ndani ya ardhi. Bwana Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Waebrania 11:11. Waebrania 11:3. Waebrania 11:3. Biblia inasema kwa imani twafahamu vitu vyote vilivyoumbwa, unavyoviona na visivyoonekana, vimetokana kwenye neno la Mungu. Kwa ardhi kabla hujapanda chochote ina mazao ndani. Ina uwezo wa kuzaa, ina uwezo wa kutokuzaa. Kwa sije ukasema nimetia mbolea, wewe tia mbolea upate kitu. Unaweza ukalima kwa ufundi wote, ukafuga kwa ufundi wote, lakini usipate faida. Kama dawa ya kideri umeweka, lakini kuku wanakufa. Kama dawa ya wadudu umeweka, lakini mazao yanakufa. Kwa issue sio kideri, issue sio mazao na dawa na fumigation, issue ni ardhi. Kwa Bwana akamwambia Kaini, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Bwana hakumwambia usilime, kalime tu, kafuge tu, kafanye biashara tu, kajenge tu, fanya unachotaka, kafanye. Hakuzuiwa kulima. Lakini Bwana anamwambia utakapolima bila. Kwa hiyo sio kila mlima ardhi anapata faida kwenye ardhi. Sio kila mfanyabiashara kwenye ardhi atapata faida kwenye ardhi. Kama eneo lilopo hawafanyagi biashara, weka biashara, itaishia biashara. Kuna eneo naenda kujenga, nilikuwa namwambia siku moja mwanamke hapa mmoja, kanunua ardhi kwa hela yake. Kamaliza nyumba kaingia, wakamtandika. Chupu wamchukue, akimbilia hapa. Naweka mkono, unasema mwanamke ajenge nyumba. Sisi wanaume hatuna nyumba. Huyu anajenga nyumba, tutapita wapi? Haiwezekani bwana. Kumbe eneo lile wanawake huwa wajengi. Wanaojenga ni wanaume. Sasa unajenga kama mwanamke, unaona kama vile wanakuelewa, kumbe wamejaa upepo. Umekalia wanaume. Umejenga nyumba wewe mwanamke, wanakushughulikia. Una maombi unaenda. Nenda ukalime, haitakuzalia. Kwa hiyo hili ardhi izae, lazima tuambie damu ya Yesu ije kwenye ardhi unayotaka kulima, ije kwenye ardhi unayotaka kufugia, ije kwenye ardhi unayotaka kufanyia biashara, unasemesha. Sasa ili wakufunge, wanakufungamanisha na chare. Damu ile inayotoka kwenye mwili wanaweka kwenye ardhi. Lakini wewe hujui, mpiga chare anachukua udongo, ndio ardhi. Anachukua damu, wembe uliochanjiwa ule, anapeka kwenye madhabahu ile kwenye ardhi, unafungwa. Naongelea upande wetu sisi. Kuna wengine ardhi chare zinawafungua, wako upande wao. Unapoota umepigwa chare, shughulika. Usifurahie chare za usiku. Unawekewa alama ya umiliki ili upoteze kumiliki. Jioni ya leo Bwana kurejeshe kumiliki. Kwa ibada ya leo nilitaka nifundishe kwenye vipengele fulani, lakini Mungu akanipeleka kwingine. Bwana alichonifundisha akasema alama ya Kaini inahusiana na ardhi ya Kaini. Kawekewa alama, matokeo anayapata kwenye ardhi. Kawekewa alama, matokeo anayapata kwenye ardhi. Analima apati, anafuga apati, anafanya biashara apati, lakini ana alama ya kutokupata. Kwa wafundishe watu chale walizokuwa wanapigwa zile, lengo lake wawamiliki, wawafunge kwenye zile ardhi. Maana yake wasipokwenda kwao hawafanikiwi. Na kwa sababu sasa hawa wameshaokoka, lazima wajitenganishe na lile ya agano kwa kusemea upya ardhi zao, kwa kufuta muunganiko wa ardhi na chale, alama na ardhi, alama na ardhi. Mungu akaweka alama, lakini alama ili Kaini aione kwenye ardhi yake. Kwa ukifikiria kwamba Kaini alikuwa labda analialama limebandikwa kama doa, si kweli. Ni alama ya kiroho. Nasema ni alama ya kiroho inayofanya asifanikiwe kila aendako. Kwa hata alitafuta hata mtu wa kumuua, hayupo. Aliamua kujiua, ikashindikana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema hivyo juu yake. Lakini zile chale zilizoko kwako, maana yake zimefanyika kuwa zuio. Unapokwenda kwenye ardhi usifanikiwe. Hiyo content ya hilo andiko. Wewe unaweza kaona chale iko mwilini, kazi yake ni nini? Imekuzuia. Kwenye nini? Kwenye ardhi. Na kama chale inakuzuia kwenye ardhi, maana yake utakwama. Sasa Mungu anataka tutengue, tubatilishe fungamanisho la chale na kwenye maisha yako ya kila siku. Fungamanisho la chale na kwenye maisha yako ya kila siku. Inua mikono yako juu, sema Bwana, huu ndio wakati na majira ya mimi na uzao wangu kumiliki ardhi ndani ya taifa hili. Amina.